sana ambavyo angeweza kuturidhisha. Upako wa kufanya mambo mbalimbali, nguvu za kuitenda kazi yake. Hawezi kutupa nguvu, hawezi kutupa mamlaka, hawezi kutupa upako, hawezi kutupa vipawa na karama kama ndani yetu haoni upendo halisi. Sikilizeni. Hatulithi vyema kutoka kwa Mungu kwa kuwa tunajuhudi katika maombi. Kama ni kuomba, hata mashetani yanaomba. Sema amen. Ndio. Hata mashetani yanaomba. Juzi, siku chache zimepita, nikawa nasikia neno moja. Unajua Mungu ametupa kuzijua siri za ufalme wa giza, si ndio? Shetani anaweza akakamatwa na akashughulikiwa na akatoa siri zake zote. Sasa akala anasema, sikilizeni, msijidanganye kwa kuomba. Tunajua kuomba sisi. Kama ni kufunga tunafunga, kama ni kuomba tunaomba. Kama nadhani eti kwa kuomba ndivyo unaweza kutushinda au ndivyo unaweza kumshawishi yule mwenye haki, yule Mungu, wewe unajichosha bure. Ukiomba nje ya kanuni za Mungu, kuomba kwako ni bure. Ukitoa nje ya kanuni za Mungu, kanuni za kutoa kwako ni bure. Ukitumika kwa nia nje na nia ya Kristo, nje na kusudi la Kristo, kutumika kwako ni bure. Kwa sababu kuna wengine wanaweza kutumika ili apendwe, asifiwe, ajulikane, aonekane, ulimwengu mjue, watu wamjue, nje ya nia ya Kristo, basi utumishi wako unakuwa ni bure. Si kitu. Mwingine anaweza akatoa ili watu wamuone, hana nia ya Kristo ndani yake. Hatoi kwa ajili ya Bwana, anatoa kwa ajili ya watu. Sasa kutoa kwake hakuwezi kuwa na faida, hakuwezi kuwa na matokeo. Lakini awaye yote anayefanya jambo lolote kwa Mungu, kwa kuwa ni Mungu, kwa kusudi la kimungu, kwa ajili ya upendo wake juu ya Mungu, kwa kumpendezesha Mungu, huyo lazima atapata matokeo. Amen. Nawaambia ukweli. Sikilizeni. Wewe umeokoka, wewe unaabudu, wewe unamtumikia Mungu. Nataka nikwambie, jithibitishe kwamba je, nina upendo kikamilifu? Kwa sababu kuna vitu huwa vinatokea. Sikiliza, unaomba unielewe. Kuna vitu vinatokea, alafu ghafla unakuta kwamba huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa kuwa kuna kitu kimetokea. Yeyote anayeweza kufanya kazi ya Mungu kwa masharti, sema amen, anayependa Mungu, maandiko yanasema hivi, uwe tayari wakati wote ufaao, wakati wote ufaao na usiofaa. Chakula iko nyumbani, alafu kwa kuwa chakula kiko nyumbani, uwezo kaenda mbele za Mungu kumwabudu. Uwezo kaja ibadani kwa kuwa huna chakula. Unasubiri kwanza ziwemo mfukoni. Unasubiri kwanza kapu lijae unga, lijae chakula, lijae vitu, alafu ndio unaenda kumwabudu Mungu. Maandiko yanasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Yeyote anayemtumikia Mungu kwa vigezo yuko nje ya kanuni za Mungu, na wala huwezi kufikia mafanikio halisi ya kimungu anavyotaka. Sikiliza, Mungu anatamani tuongelee uwezo wake, ukuu wake, nguvu zake, baraka zake, afya yake, kama vile tunavyoweza kuongelea kwenye maji. Sema amen. Sema tena amen. Ndio. Lakini tukiishi nje ya huo upendo wa kimungu, tunajichosha bure. Tutamtafuta Mungu sana, tutamtafuta uso wa Mungu sana. Hatutamuona Mungu kamwe. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, natamani upate kujua kitu hiki. Natamani uelewe, natamani ufahamu ya kwamba kwenye nafasi ya Mungu kisiwepo chochote cha kusimama mbele yako. Kwenye kusudi la Mungu, kwenye nia ya Mungu, ili mpendeze Mungu, ili upate kurithi vya Mungu vyema, lazima chochote kisisimame mbele ya upendo wako kwa Mungu. Leo mtu amekukwaza, unaacha utumishi, alafu unasema nampenda Mungu. Unajichosha. Sema amen.
afadhali uje ulale kwenye madhabahu, unasubiri huduma ya kimungu akuponye. Lakini tunasema tunampenda Mungu, tunampenda Mungu. Mbona hatuogopi? Nashangaa mtu kwa kuwa anatumaini kule hospitalini, anakwenda hivyo nguvu hazino, anakwenda na hangaika, anakwenda analala kwenye benchi, saa nyingine analala tu chini. Kwa nini? Kwa sababu anatumaini hapo. Kama tunampenda Mungu na tuna imani juu ya Mungu kwamba anaweza kuponya, anaweza kututendea mema, nataka nikwambia hakuna mtu angelala nyumbani siku ya ibada eti kwa sababu anaumwa. Hayupo. Nataka nikwambia hayupo. Hatujafikia viwango sahihi vya kumpenda Mungu, na ndio maana shetani atatuonea, shetani atatukanyaga, na akigundua kila kiurusha mshale wa udhaifu, tunalala nyumbani. Tutalala sana. Utawanunukia wanadamu, hakuna atakayekuwa mshale. Ni afadhali je ulale hapa. Kwa nini? Aisha naomba, lakini nataka nisikie neno la Mungu na nisubiri msaada wa Bwana aniponye. Unafikiri ukimlilia kule Mungu, kule nyumbani unamlilia Mungu atakusaidia? Mbona hospitali tunafuata mganga? Kwa nini kwa tumfuati Yesu? Kidogo kisikia udhaifu, usiende badani, naumwa. Ukimuuliza huyo mtu anayesema naumwa, ana uwezo wa kutembea, ana uwezo wa kutembea, ila anasema najua naumwa. Nataka niwaambie ukweli, shetani atatuonea sana. Watu walikimbia wakijua kuna msaada mahali, walimkimbilia Yesu. Nazungumza kwa habari ya ili tufanikiwe kuponywa. Yesu aone aibu kutuacha, ni mpaka tumkimbilie, tutafute msaada wake wa uponyaji kwa bidii. Nauma anaenda Nyabusosi, unakodi pikipiki. Mbona unakodi pikipiki? Ili uje upate msaada hapa. Kuna vitu Mungu anatufikirisha na anakufikirisha ambavyo viko juu ya ufahamu wa kibinadamu, na ndio maana Biblia inasema kwamba tukimpenda Mungu, watu watashangaa kuona tunaishi tofauti kabisa na namna ya kibinadamu. Tunaishi tofauti kabisa na mifumo ya kibinadamu. Watashangaa. Amen. Maana nasema wataona ajabu kuna namna nyinyi mnavyoendelea kinyume na mitazamo yao, kinyume na kanuni zao. Kwa sababu kidogo tu mtu analala nyumbani. Sizungumzi tu kuja kanisani hapa, hata kwenye utumishi wowote ule. Kaangalia watu sherehe ikiitishwa mahali, ingawa naona kuna udhaifu na shangaa, huyu anachechemea, lakini afike pale kwenye sherehe. Nazungumzia kanuni ya kwanza, kutupeleka kwenye mafanikio ya afya, mafanikio ya baraka, tuweze kurithi vipawa na huduma ndani yetu. Ni lazima tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote. Ukisoma pale unaona anaendelea kusema Bwana, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Tunasoma tu kujua, tuelewe mbali haya mambo haya. Tunasoma tu. Sema amina kwa jina la Yesu. Katika Mathayo 22:37 anasema, akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hivi unaelewa maana ya moyo wako wote? Hebu tutafakari pamoja. Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote. Mahali pengine anasema lolote ufanyalo fanyeni kwa moyo. Moyo ndio unaosukuma kitu chochote kufanya, bila manunguniko, bila malalamiko, bila masingizio. Moyo. Yeyote anayemtumikia Mungu kwa moyo wake wote, anayempenda Mungu kwa moyo wake wote, ndani yake hutasikia masingizio, hutasikia malalamiko, hutasikia kukata tamaa, hutasikia kumnungunikia mtu, hutasikia kwa namna yoyote majuto yoyote, hutasikia. Maana anapokutana na adha na dhiki na tabu na udhia kwa ajili ya Mungu, kanuni ya kimungu inasema furahini. Hebu sema amen. Haisemi nung'unika, haisemi lalamika, haisemi kata tamaa, haisemi vunjika moyo, haisemi singizia. Anayempenda Mungu kikamilifu
kabisa kwamba huyu hampendi Mungu, huyu hampendi Mungu, huyu hampendi Mungu, huyu hampendi Mungu. Kwa sababu gani? Ukimtanguliza mtu akasimama mbele akawa kikwazo cha wewe kutimiza kusudi la Mungu, kutimiza mapenzi ya Mungu, kutimiza nia ya Mungu, simame. Ufahamu kabisa ya kwamba nafasi yako nafasi ya Mungu umempa mwanadamu. Umempa mwanadamu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Unaelewa maana yake? Lolote ufanyalo fanya kwa moyo. Moyo ndio unaokusukuma. Ukiona kuna visingizio vingi, malalamiko mengi katika utumishi wote, unawalalamika wanadamu, unawasingizia wanadamu, wamekuwa kizuizi, wamekuwa kiambaza. Ina maana upendo wako si mkamilifu kwa Mungu. Maana ampendaye Mungu kikamilifu hata muangalia mwanadamu kwa sababu yoyote ile, maana atamwangalia Mungu. Sema amen. Mungu ndiye atupaye thawabu, kwa kuwa nguvu zetu, afya yetu, uwezo wetu, maarifa, akili, ujuzi tuliopewa tunaweza kutumia kufanya kazi ya Mungu, tumepewa na Mungu mwenyewe, sio wanadamu. Mtaji wetu ni Mungu. Sema amen. Okay. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yake inavyofanikiwa. Usipompenda Mungu kikamilifu, Mungu hawezi kukuponya, Mungu hawezi kukufungua, Mungu hawezi kukubariki, hawezi kuponya ndoa yako, hawezi kukupa uzao, hawezi kukupa watoto, hawezi kukupa mume mzuri, hawezi kukupa mke mzuri, hawezi kukupa shamba, hawezi kukupa chochote. Maana usipokidhi kigezo cha kumpenda Mungu, chochote chaweza kutumiwa vibaya. Chochote. Sikia. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Ana maana gani hapa? Ana maana roho yako iambatane na Mungu kikweli kweli, iwe na nia ya Mungu ndani yake, itembee kwenye kusudi ya Mungu ndani yake, na tuishi kwa roho. Tumpe Mungu nafasi katika kila eneo la maisha yetu. Akili zetu, ana maana kwamba tusifanye vitu kwa kiulegelege. Ndio maana kuna wakati nilikuwa naambia, hebu sema amen. Nikasema mtu akija hapa akasema tunampenda Mungu, hatuwezi kuthibitisha kwamba tunampenda Mungu kikamilifu. Hapo bado. Unajua maana yake nini? Kama tungempenda Mungu kikamilifu kuliko chochote, kuliko nafsi zetu wenyewe, lazima tungemfanya Mungu kuwa wa kwanza katika ubora. Sema amen. Katika ubora. Kuna watu hapa mpaka dakika hii hawana Biblia, alafu wanasema wanampenda Mungu. Mungu gani unayempenda ambaye hujampa kipaumbele? Ina maana huoni muhimu wa Biblia, ndio maana hujainunua mpaka dakika hii. Alafu na ujasiri gani wa kusema mimi nampenda Mungu? Na wewe kuulize, hujawahi kushika 30,000 hapa ulipo? Hujawahi kushika 25,000 hapa ulipo? Sasa namna hiyo ni kudhihirisha kwamba bado ndani yako hakuna upendo mtimilifu na mkamilifu juu ya Mungu. Tunapapasa. Na kwa nini? Kwa sababu hatuoni umuhimu wa Mungu, hatuoni umuhimu wa Biblia, sio kipaumbele kwetu. Kama Mungu angekuwa namba moja, maana yake tungeanza kufikiri vingine vyote, tukawaza kununua Biblia. Sema amen. Tukawaza kununua Biblia, tukawa na Biblia. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Biblia kumejaa maarifa, kumejaa hekima, kumejaa ufahamu, kumejaa majibu, kumejaa nuru, kumejaa dira na mwongozo. Hatuwezi tukababaika na wanadamu. Kama tukiamini maneno ya Mungu na tukayaishi katika roho, hatuwezi kubabaishwa na hayo yanayoendelea duniani kote.
shida kwetu isingetuangaisha na kutusumbua, ila kwa sababu hatuelewi, ndio maana tunapapasa tu. Sema amina kwa jina hai. Anasema hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Maana yake nini? Amri ni tumpende Mungu. Amri ni tumpende Mungu. Kwa hiyo huu ni mlango. Unapomwomba Mungu katika jambo lolote kwenye maisha yako, kipimo cha kwanza anachopima ili aachilie hicho kitu kwako, anapima namna unavyompenda Mungu. Na nikwambia, kumpenda Mungu hakupo kwenye maneno, hakupo hapa kwenye maneno. Nampenda Mungu kwa kuimba, kwa kusema. Kumpenda Mungu hudhihirika kwa matendo yanayodhihirisha kwamba huyu mtu amejitoa kwa ajili ya Mungu, amejitoa nguvu zake, amejitoa muda wake, amejitoa fedha zake, amejitoa mali zake, amejitoa kila kitu, amemfanya Mungu kuwa wa kwanza. Nyinyi mnaolala, wewe niwaambia siri leo, ninyi ndio ambao kuzimu kunajisifu kwa ajili yenu. Tunasema tunao. Endelea tu kulala, na Mungu akiona umelala umezidi kulala, atakutoa hapa, kwa sababu hapa sio pa kulala. Anasema walalao hulala usiku. Sasa wewe unayelala mchana, yani Mungu anakushangaa na shetani anakushangaa, ambao unapata ujasiri wa kulala ibadani. Ninyi ndio ambao mnaishi mnavyotaka. Ninyi ndio ambao Yesu anaomboleza kwa ajili yenu. Sema amen. Sema amen. Mnadhihirisha kabisa kwamba yani connection haipo katikati ya ibada, haipo. Usisingizie. Unaweza kusingizia vitu vingi. Nataka nikwambie kama roho ina nafasi ya kutosha ndani yako ya kukusogeza mbele za Mungu, mwili utatishwa tu, hauwezi kulala. Haleluya. Kwa sababu ni muda mchache uliopita shetani akasema hivi, tungekuambia. Wako watu ambao mpaka dakika hii ni wapo, hatuogopi kwa vile wanaingia kanuni, vigezo na masharti uzingatiwa. Na nikwambie, hutamkwepa shetani kwa kuwa unaingia hapa. Utamkwepa shetani kwa kuwa unatembea katika kanuni za Mungu, unatembea katika njia na makusudi ya Mungu. Kuitwa umeokoka, kuingia mahali hapa, kusema niko uzima na ushindi, haikusaidii chochote. Shetani akiangalia kanuni zake akaona ndizo unazotembea nazo, lazima atakumiliki tu. Maombi ya mtu yeyote hapa hayawezi kukukomboa ikiwa uko nje ya kanuni za Mungu aliye hai. Naomba kweli. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukupa kitu unachokiomba, anapotaka kukupa kipawa, karama, hawezi kukupa kipawa alafu kikaishia njiani. Yanaweke kipawa ndani yako alafu mwisho wa siku ukipeleke kulewa. Yaani hiyo hekalu ambalo ilitakiwa kalishe kipawa ndani yako. Ndio maana watu wa Mungu, sikilizeni, awamu hii watakaopokea uponyaji wa Mungu hapa watapokea kwa kanuni. Watakaojazwa na Mtakatifu kwa kanuni. Sema amen. Nataka niwaambie ukweli, awamu hii hakuna mtu atakayetembea kikawaida hapa. Yaani hapa ni mambo mawili tu. Chagua kuwa moto. Sema amen. Chagua kuwa nini? Kuwa moto. Maanake kama umechagua, yaani uonekane ni mjinga kwa ajili ya Bwana, utapata faida ya Mungu aliyeko mahali hapa. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndio wale ambao wanatarajia kupokea uponyaji, na nikwambie Mungu anaangalia vilindi vyao, kwamba je, akikupima aione roho yako mpaka imeingia kwenye uzima milele, imeingia mbinguni, ndipo ataachilia uponyaji. Kama naona bado ndani yake anaona kabisa kwamba kuna kitu bado kimechu, maana utapokea uponyaji alafu baadaye ule uponyaji uwe si kitu. Yaani upeleke kwenye ukahaba, upeleke kwenye uzinzi, upeleke duniani, haweza kaachilia
anasema niwarithishe mali wale wanipendao. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya Mungu nimesema kwamba ni upendo. Kama kuna mtu miongoni mwetu hajafikia kigezo cha kumpenda Mungu kikamilifu, na ndio maana Yesu aliongea neno gumu, alisema ampendaye mume au mke kuliko mimi hanistahili. Yeyote anayemtii mume wake kuliko kumtii Yesu hamstahili Mungu. Sikiliza, ni Yesu huyo yeye aliyesema watiini waume zenu. Lakini ana maana gani? Ana maana lolote lililo mapenzi yake, hata kama lina upinzani wa mume, Yesu asimame. Hebu sema amen. Semeni amina kwa jina la Yesu aliye hai. Utashangaa mtu Jumapili kabisa anafikiri ni hekima. Anasema sikuja kanisani kwa sababu sasa mume wangu alinikataza. Iwe ibada yote hata za katikati, ikiwa hakuna sababu yote ya msingi, na hiyo ndio ugomvi wangu na mashetani. Sema amen. Kwa sababu yametumia njia nyingi hii kupotosha watu wengi. Ngoja nishuke hapa. Nasema hivi, ikiwa hakuna sababu yote ya msingi ambayo mume au mke atasimamia, nia yake ni kukutenga na ibada. Ukimtii ukaogopa makofi, ukaogopa ndoa yako kuachana, ukaogopa, nataka nikwambia bado upendo wa Mungu hujakaa thabiti ndani mwako, na kuna siku utamwita atakataa kuitika, kwa sababu umemtanguliza mume, umemtanguliza mke, umemtanguliza mzazi, umemtanguliza mwajiri, umemtanguliza bosi, umemtanguliza yeyote kuliko Mungu mwenyewe. Mungu ni namba moja katika vyote, wengine wote wanafuata. Hata mchungaji anafuata nyuma ya Yesu. Huwezi kumtii mchungaji nje ya Yesu. Sema amen. Lazima umtii mchungaji katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwani nafasi ya Mungu haihitaji mtu achukue nafasi. Anasema yeyote asiyechukia hata nafsi yake mwenyewe, yaani wewe mwenyewe ujichukie. Ina maana kuna mahali, kuna vitu nafsi yake itataka nje ya mapenzi ya Mungu. Usipoichukia, usipoacha kuitimizia nafsi yako mahitaji yake, haja yake kwa ajili ya Kristo. Mfano, leo hii nafahamu kuna wengine wangependa kuvaa vimini, kuna wengine wangependa kuvaa visuruali, kuna wengine wangependa kujichubua, lakini umeacha kwa sababu umeikatalia nafsi yako, si ndio? Kwa sababu ya Bwana, kwa sababu ya Yesu. Kuna watu waliolewa kabisa na waume ambao sio halali, wakaamua kuwaacha kwa ajili ya nani? Sio kwamba hawakuwapenda, mwili wenyewe ungetaka kuwa nao, lakini kwa ajili ya Bwana unaamua kuingia hasara. Paulo anasema mambo yaliyokuwa ya faida, yaliyokuwa yananipa faida, yananipa heshima, yananipa kuheshimiwa, lakini nilipompata Yesu kwa ajili ya uzuri ulio katika Kristo Yesu, naliamua kuyaacha na kuingia hasara na kuyahesabu hayo mambo kama vile mavi, kwa sababu ya uzuri ulio katika Kristo Yesu. Watu wa Mungu, sikilizeni. Lolote njema tunalolitaka kwa Mungu, baraka yoyote, chochote tunachokitaka, kinapimwa katika upendo wetu kwa Mungu. Tukimtumikia Mungu vile tupendavyo, tukimtafuta Mungu kwa matakwa yetu, tupatapo nafasi, tutakapohitaji chochote kwa Mungu hatatimiza, kwa sababu tuko nje ya kanuni yake. Tuko nje ya kanuni yake. Sema amen. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya. Tunatamani kukaa na Mungu kikamilifu. Binafsi nimechoka Mungu kuomboleza kwa ajili yetu. Nimechoka binafsi na mhitaji Mungu, iwe kwa vyovyote iwe
ni namna tunavyompenda Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tukimpenda Mungu, kigezo cha pili kinakuja. Sema amen. Kanuni ya pili inakuja hapa. Kanuni ya pili, wengine kama mtataka wanaoandika, kuna kitabu cha Zaburi 31 mstari wa 22 hadi ule wa 24. Zaburi tena 91 mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Haleluya. Kigezo na kanuni ya pili na kwenda kumalizia ni kuishika sheria yote ya Mungu na kuitenda. Kuishika sheria yote ya Mungu na kuitenda. Some Yoshua 1 mstari ule wa 7. Yoshua 1 mstari wa 7 anasema hivi: uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kisha ndipo utakapostawi sana. Kuishika sheria yote ya Mungu. Hapo tumefundishwa mambo mengi sana. Hapa tungeweza kuandika Biblia juu ya mambo yale ambayo Mungu ametusaidia, ametufundisha. Kanuni ya kimwili, kanuni ya kiroho, zote hizo tulizojifunza ni sheria za Bwana Mungu wetu. Awaye yote apuzae, adharauye katika yote tuliyojifunza, asidhani ataweza kupokea chochote kutoka kwa Mungu, kwa sababu kimefichwa katika sheria ya Mungu. Huyu Joshua anaambiwa na Mungu, anaambiwa ya kwamba aishike sheria yote aliyoambiwa na Musa mtumishi wa Mungu. Kumbuka, Musa alipokea maagizo, alipokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Anamrithisha huyu Joshua kwa kuwa amepewa dhamana ya kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani, na anajua kinachoweza kuwasaidia mpaka wakafika Kanaani ni zile sheria, ni zile kanuni, ni ile Torati ambayo Mungu alimwamuru Musa. Kwa vile Musa hakufanikiwa kuwavusha hao wana wa Israeli nchi ya Kanaani, ndo anamwamuru, anamrithisha sasa Joshua, ili naye atembee katika hizo sheria, atembee katika hizo amri, atembee katika hiyo maagizo kikamilifu na kuyatenda, ndivyo atakavyofanikiwa kuingia nchi ya Kanaani. Hapo chini anaendelea, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, na maneno yote yaliyo ndani yake uyatafakari usiku na mchana, uangalie kutenda sawasawa na yote. Hebu sema yote, hebu sema yote. Uangalie kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa, ndipo utakapofanikiwa sana, utakapoifanikisha huduma yako, utakapofanikisha safari yako, utakapofanikisha biashara yako, utakapofanikiwa katika maisha yako, katika kila eneo, hivi utakapofanikiwa katika ndoa yako. Anamaanisha tukishika sheria ya Mungu kikamilifu na kutenda kisawasawa, ndivyo tutakavyofanikiwa katika mambo yote. Mafanikio hayako katika kuombewa. Ndio maana wengi walimwendea Yesu, lakini wale ambao hawakukidhi vigezo hawakuponywa. Hata waliowaendea mitume waliokuwa hawajakidhi vigezo hawakuponywa, hawakutendewa. Kwa hiyo sababu vigezo na masharti kuzingatiwa. Amen, watakatifu wa Bwana. Amen, watolewa Bwana. Yako mambo tunapuuza mpaka dakika hii. Kuna watu wanang'ang'ana wavae vimini hapo, wanang'ang'ana. Nikupe pole, sema amen. Amen, mpaka dakika hii unang'ang'ana uvae vimini, unang'ang'ana uvae mawigi,
isiyotamka ya kwamba tunahitaji kumwona Mungu, lazima tujistiri, lazima tuvae mavazi ya kujistiri. Hapo hapahitaji mjadala, hahitaji tukae kikao tuanze kujadiliana na kupekua maandiko. Unajua andiko huwa neno huisha. Hebu sema amen. Ndio yako maandiko ambayo yanahitaji msaada wa Roho, na ndio maana Yesu ametusaidia. Amekuta yale maandiko yalikuwa yameandikwa, pengine hatukuelewa. Amekuja kama mwalimu katika Roho Mtakatifu ili atueleweshe. Sema amen. Wote wanaomkataa Roho Mtakatifu lakini wanajifanya kuyachunguza maandiko wamepotea mpaka dakika hii. Unaweza kuyachunguza maandiko ukapata uhalisia wake na maana yake bila kumhusisha Roho Mtakatifu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Maana kuna watu mpaka dakika hii wanasema unajua Biblia. Sikiliza nikwambie, Biblia inafaa ikiwa chini ya mamlaka na utawala wa uongozi wa Roho Mtakatifu. Ndipo ina faida, ndipo ina maana, ndipo iko hai. Unaweza ukamfanya Biblia ikawa kama maandiko, kama vitabu vingine, kama hakuna Roho Mtakatifu anayehusika. Kwetu sisi hatutaki nabii kwa sababu tunaiamini Biblia. Hatutaki ndoto, tunaamini Biblia. Sauti hatutaki hivi na vile. Ni wamemkataa Yesu mzima, wamemkataa, wala hakuna tumaini la uzima wa milele ndani yao. Sikiliza, watumishi wote waliokataa vipawa vya Mungu, waliokataa ahadi ya Mungu, maana kukataa kunena kwa lugha, kukataa mafunuo, kukataa karama mbalimbali ni kukataa ahadi ya Baba. Maana kazi ya Roho Mtakatifu ni pamoja na kudhihirisha vipawa vya Mungu alivyoviahidi ambavyo vitatenda kazi chini ya uongozi na utawala wa Roho Mtakatifu. Anasema siku za mwisho wana wenu vijana watafanya nini? Wataona maono, si ndio? Wazee wataota ndoto. Siku za mwisho, siku zile tutakapopokea ahadi, kipawa cha Roho Mtakatifu, ndipo kunatokea mafunuo, ndipo kunatokea maono, ndipo tunaweza kutafsiri ndoto ipasavyo, ndipo tunaweza tukachukuliwa katika roho tukayaona mambo ambayo macho hayakuyaona wala masikio hayakuyasikia. Lakini wale walioandaliwa, wale wapendao na Bwana, Mungu aweza kuwafunulia, Mungu aweza kufungua anga lililoshuka, akiambaza kilichosimama ulimwengu wa roho, tukayaona mambo ya siri, mambo yaliyofichwa, mambo yaliyositirika ambayo Mungu ametuandalia kama tukimpenda. Anasema ambayo Mungu amewaandalia wale wapendao. Ukimpenda Mungu usitegemee kupata vipawa vya Roho Mtakatifu, kupata mafunuo. Ukiyapata nje ya upendo wa Mungu utayapata kwa shetani na yatakupoteza. Unaweza ukawa na wingi wa mafunuo, wingi wa ndoto, wingi wa maono, lakini yakawa ni ya kukuangamiza. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtumishi mmoja, anasema hivi: tulitumia ndoto kuwafarakanisha kanisa, kuwapotosha kanisa, kuwachonganisha kanisa, kuharibu kanisa la Mungu. Mashetani na mawakala wa kichawi ulimwengu wa roho wanaweza wakatumia ndoto. Kama huna upendo kamilifu kwa Mungu unaofungulia Roho Mtakatifu kuwa ndani yako, wanaweza wakatumia ndoto na mafunuo mbalimbali. Nataka nikwambie, shetani ana mbingu yake feki, ana jehanamu yake feki. Hebu sema mimi, kama ulikuwa hajui, ana mbingu yake feki. Anaweza akawachukua watu akawaonyesha hiyo mbingu, na anaweza akawaonyesha kuzimu feki. Ukatoka na mawigi yako, ukatoka na ukawa na uzinzi wako, ukatoka na uchafu wako, ukasema nimefunuliwa jehanamu, nimefunuliwa kuzimu, nimefunuliwa mbingu. Kumbe ni shetani amekufunulia. Si hutaki kutii sheria ya Bwana, hutaki kutii amri za Bwana, hutaki kukaa katika upendo wa kimungu, ili unataka mafunuo, unataka maono, unataka ndoto, unataka kufunuliwa. Lazima shetani atakufunulia. Sema amen. Na ndio maana niliwaambia kwenye Pasaka, niliwaambia wale ambao mna vipawa vya kinabii ambao wamepata neema, sikilizeni, msipotaka kukaa katika upendo halisi wa Mungu kwa gharama, halafu mkataka Mungu awatumie, shetani atawatumia. Na kadiri shetani anavyowatumia ndivyo mnagonga muhuri ya kwamba
Na sisi imefika mahali tunakataa unabii ambao utatoka, ili mradi Mungu ametuthibitishia sio unabii wa kimungu, tutaukataa hadharani. Sema amen. Sema amen. Sema amina kwa chochote haya. Kwa sababu kanuni za Mungu tumejifunza kabisa. Kaa katika utakatifu, mawazo yako yawe matakatifu, nia yako iwe takatifu, uwe na upendo wa kimungu ndani yako, usimame kwenye kweli, usimame katika njia ya haki, ndipo Mungu atakutumia. Yale yote yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Umegundua huna amani na mtu, nenda. Sema amen. Tengeneza. Umegundua kuna jambo linakaa sawa, tengeneza. Kadri unavyochukua nafasi na kujiuliza, unavyochukua muda kujiuliza, ndio unampa shetani nafasi. Na niwaambie ukweli, nisiwafiche. Kama mmekubali shetani kumuuzia dhamana aliyo, yani na thamani yenu, mmekubali kumuuzia shetani, muuzieni. Karama zenu na vipawa vyenu, muuzieni shetani. Atavimiliki na atavitawala. Na kama uliandikiwa, Mungu aliweka kitu ndani yako, kitu fulani, ukashindwa kukitumia vizuri, ukashindwa kukitendea kazi vizuri, shetani akakitua, ufahamu kwamba utakuwa umepoteza nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Naomba usimame juu.